DW Michezo. Naam, hujambo msikilizaji na mfuatiliaji wetu, karibu katika sehemu ya mjadala wa michezo ambapo leo tunaangalia yale yaliyojitokeza katika ligi kuu ya hapo Ujerumani, Bundesliga, na vile ligi ya Premier huko England na La Liga huko Hispania. Tutaangalia pia yaliyojiri katika nchi za Afrika Mashariki katika mapambano ya kucheza katika kombe la shirikisho barani Afrika. Ilikuwa ni hatua ya kufuzu kwa robo fainali. Naam, tunaye upande wa pili wa studio Jacob Safari na Bruce Amani, na mimi ni Josephat Charo, na moja kwa moja basi tuanzie hapa Ujerumani kuangalia yale ambayo yamejitokeza wikendi. Harry Kane alifikisha idadi ya mabao yake msimu huu hadi 26 kwa kufunga mabao mawili, huku vinara hawa Bayern Munich wa Bundesliga wakiimarisha nafasi yao katika kilele cha ligi. Nianze na Jacob Safari. Hario zake za kufukuzia ule mzinga wa mfungaji bora wa mabao, lakini Bayern pia kwa upande mwingine wanaendelea kupepea. Ulionaje pambano hili na matokeo mengine ya weekend? Lilikuwa pambano zuri, lilikuwa pambano kali, lilikuwa linasisimua kweli kweli, na nafikiri Harry Kane kiatu kile cha Torjäger Kanone hapo Ujerumani wanakiita, nafikiri atakichukua, hakuna pingamizi hapo, manake mchezaji anayemfuata nafikiri ni Luis Diaz. Na yuko amemwacha mbali sana na karibu nafikiri mara mbili magoli 13 mara mbili ya magoli ya Luis Diaz. Kwa hiyo Harry Kane kwa kweli anafanya kazi kubwa na imeibeba Bayern pakubwa sana kufikia pale walipo sasa hivi. Lakini pia Bayern kwa mchezo waliocheza mwishoni mwa wiki, nafikiri ilikuwa ni jawabu pia walikuwa wanawapatia Borussia Dortmund baada ya Dortmund siku ya Ijumaa kupata ushindi mkubwa sana dhidi ya Mainz. Bruce, 4-0 dhidi ya Mainz, halafu Bayern wao 3-0 dhidi ya Bremen. Kinyang'anyiro ni hapo juu kati ya mafahali hawa wawili. Borussia Dortmund, Julian Riasson, yeye alionyesha uwezo mkubwa sana. Yeye ndiye ametoa assist zote kwa mabao yote 4 ambayo yamefungwa dhidi ya Mainz, na alicheza vizuri sana katika pambano hili. Na tukiangalia Dortmund kwa mahali ambapo wapo sasa hivi katika nafasi ya pili, ukiwa na mwanya wa alama 6 kati yao na Bayern Munich. Vipi, unaonaje? Bila shaka nadhani tunaweza kusherehekea mapema hivi, kinyang'anyiro kimerudi tena, na tutafurahi kuona itakuwaje hadi mwisho wenyewe wa msimu. Na hata kocha wa Dortmund Niko Kovac amesema kwamba baada ya matokeo hayo anafahamu kwamba Wajerumani wengi ama wote wamependezwa na kurejea kwa kinyang'anyiro, lakini wao hawataingia katika wao mjadala. Wanaangazia kazi walionayo na kazi hiyo naifanya vizuri, licha kwamba baadhi ya mechi wanayumba, lakini wanapata matokeo, pointi 3 muhimu kila wiki tunaona kabisa, na hii imewezesha kupunguza mwanya kati yao na Bayern Munich hadi pointi 6, tukisubiri sasa der Klassiker mwishoni mwa mwezi huu kuona itakuwaje pale Signal Iduna Park. Bila shaka Riasson umemtaja, mimi nadhani katika mechi ya jana alikuwa ni moto kote mbali, alikuwa ndio mchezaji bora wa mechi hiyo, na yeye kama beki wa kupanda na kushuka, nadhani ni kitu ambacho tumezoea kumuona. Nadhani kipaji cha kupiga cross nzuri sana kwenye boksi, na cross zake mara hii zilitendewa haki na Girassi ambaye alifunga magoli mawili, ndio pamoja na wachezaji wengine. Lakini Charo, naweza kuzungumza hapo, amemtaja Girassi. Nafikiri Dortmund watafurahi sana pale msimu ulipofikia na Girassi ameanza kupata fomu yake tena ya kufunga, kwa sababu ilikuwa ni baada ya muda mrefu sana alikuwa na ukame wa mabao, lakini nafikiri katika mechi 2 zilizopita sasa amekuwa akicheka na wavu. Kwa hiyo ni jambo ambalo litawafurahisha sana mashabiki wa Dortmund. Haya, tuangalie weekend inayofuata. Umempongeza sana hapo Girassi, kutakuwa na kibarua kigumu sana kama naweza nikakiita hivyo, kati ya Dortmund na Leipzig, na Dortmund wakicheza ugenini Red Bull Arena. Matumaini ya Leipzig kufuzu moja kwa moja kwa kombe la mabingwa Ulaya
yalikwama kwa sababu walilazimishwa sare na Wolfsburg 2-2, na watakapocheza na Dortmund Red Bull Arena weekend ijayo, unaona nini baada ya kumwagia sifa hapo Girassi? Nafikiri Dortmund watapambana, lakini Leipzig wanapokuwa nyumbani kwa kweli si mchezo. Hata Dortmund Bayern walikwenda pale wakapata ushindi, lakini Bayern tunajua ni wako katika kiwango tofauti, ingawa fomu ya Leipzig kidogo katika mechi kama 3-2 zilizopita nafikiri imekuwa ikiwa chini, haijawa nzuri. Mechi yao hii iliyopita wametoka sare na walitoka nyuma. Augsburg ndo walikuwa kifua mbele, kwa hiyo wao walifanya kusawazisha. Nafikiri Dortmund wakienda wakijitahidi pale Leipzig wanaweza kupata matokeo na waende na huu morali kwamba sisi hapa tunataka kuwawekea shinikizo zaidi Bayern Munich. Kweli kabisa, umetaja Dortmund kwenda na morali, lakini mechi kubwa kama hii na hasa Leipzig ambayo wameumizwa na ile sare waliotoka na Wolfsburg mwishoni mwa wiki ambayo iliathiri ama nadhani iliathiri matumaini yao ya kucheza katika Champions League. Watacheza mechi hii wakifahamu kwamba pointi 3 ni muhimu sana, na nadhani watawasumbua sana kwa kutumia faida ya nyumbani kuwasumbua Borussia Dortmund. Aya, Bruce, nabaki na wewe hapo. Unasema kwamba wanaweza wakasumbuka, na naona kweli huenda wakasumbuka kwa sababu Dortmund pia hawaaminiki. Haya, Bayern wako kileleni na alama 57 wakifuatiwa na Dortmund alama 51, ni mwanya wa alama 6. Halafu mwanya mwingine wa alama 6 kati ya Dortmund na Hoffenheim, hizo ni alama 6 kwa 6. Halafu kuna mwanya wa alama 3 kati ya Hoffenheim na Stuttgart, ni alama 3, Stuttgart wakiwa wameingia katika 4 bora na kuiteremsha chini RB Leipzig. Bayern wanakipiga na Frankfurt, lakini watakuwa bila Manuel Neuer ambaye ameumia msuli wa guu lake. Unaonaje pambano hili? Hili litakuwa ni pambano kali kweli kweli. Frankfurt wapo katika nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ligi na wanawinda pia kucheza mojawapo mashindano ya Ulaya msimu ujao, na Bayern ambayo tumeshuhudia katika wiki chache zilizopita, kusema kweli tunafahamu mbele wako vizuri sana wanaposhambulia, lakini pia wakati mwingine wanajisahau kidogo katika safu ya ulinzi na wanasinzia na wanafungwa goli. Wametoa sare mara 2 nadhani katika wiki za karibuni na kuwaruhusu wapinzani wa karibu, nazungumzia Dortmund, kuwajaribu kupunguza mwanya. Kwa hivyo hii mechi dhidi ya Frankfurt, tunafahamu Frankfurt nao wakikutana na timu kama Bayern wanavyokuwa wanajituma. Kwa hivyo vijana wa Vincent Kompany lazima waendeleze hii sindano yao ya moto wanapofunga magoli na kupata ushindi wa uhakika. Nafikiri pia itakuwa mechi muhimu sana kwa kocha mpya wa Frankfurt, Albert Riera, kwa sababu mechi hii ya wikendi alipata ushindi mzuri tu walipocheza, nafikiri ilikuwa ni Borussia Mönchengladbach 3 mtungi. Sasa kwa Bayern huu ndio mtihani kweli kweli. na Frankfurt kabla hapo walikuwa wanapata matokeo ambayo si ya kuridhisha sana. Kwa hiyo Bayern, tukumbuke pia katika mechi hiyo watakuwa wanamkaribisha tena Michael Olise ambaye alikosa sana katika mechi iliyopita. Isipokuwa hawakumkosa sana kwa sababu tuliona kilichotokea. Si kwamba walimkosa sana, Lennart Kehler alifanya kazi yake, lakini labda wangepata mabao mengi zaidi. Lakini umuhimu wa hii mechi pia ni kwamba baada ya hapo ni Der Klassiker. Kwa hivyo lazima hapa wapate pointi 3 ili mwanya ubaki vile vile. Vinginevyo itakuwa ni hali ngumu. Na Dortmund wana mechi katikati ya wiki hii dhidi ya Atalanta, watakuwa nyumbani Signal Iduna Park katika mechi ya mkondo wa kwanza, mechi ya mchujo kutinga hatua ya 16 Champions League. Kwa hivyo pia karata za Niko Kovac katika mechi hiyo pengine zinaweza kuathiri itakavyokuwa wiki ijayo. Bayern wameshafuzu tayari moja kwa moja kwa kusonga mbele hatua nyingine katika ligi ya mabingwa Ulaya. Katika 6 bora nafikiri ukiangalia hivi hakukuwa na mabadiliko isipokuwa Stuttgart kuiteremsha chini Leipzig, lakini kila kitu kilibaki kama ilivyokuwa. Bayer Leverkusen wakibaki katika nafasi ya 6, na Leverkusen wanapata shida sana naona msimu huu. Lakini tukiangalia katika zile 6 za katikati pia si mabadiliko makubwa sana ambayo yalitokea, lakini tukiangalia Cologne ambayo imeteremshwa katika nafasi ya 12. Cologne ilikuwa na matumaini mpaka ilikuwa katika 6 bora. Kulikoni
gani Jacob? Cologne nafikiri pale mwanzo walikuwa naweza kusema walikuwa na ule morali wa kupanda wamerudi katika Bundesliga kwa hivyo katika Bundesliga lakini sasa hivi washaanza kuona kweli kwamba Bundesliga kwa kweli si mchezo. Sidhani kama FC Cologne watashuka daraja, sidhani. Nafikiri watasalia katika Bundesliga, lakini lazima wajiimarishe zaidi kwa sababu mchezo wao hautabiriki. Wiki hii wanaweza kwa vizuri, wiki ijayo wanateremka. Kikosi chao sio imara sana kusema kweli, na ni kidogo sana. Hakina ubora sana kutoka kwenye bench, mtu ambaye anaweza kubadilisha matokeo. Nadhani ni mojawapo ya sababu ambazo nafanya haifanyi vizuri. Haya, tuachie ya Bundesliga, tuingie sasa huko ligi ya Premier. Kocha wa Arsenali Arteta Mikel anasema majeraha yanaanza kumtia wasiwasi. Majeraha yanaanza kumtia wasiwasi. Anasema ile orodha ya majeruhi inaongezeka na inaweza kuiacha Arsenal katika hatari ya kusaka ubingwa msimu huu. Orodha kwani inakaaje? Mimi Ricardo Calafori amepata jeraha. Alafu kuna Odegaard naye pia hakucheza kabisa. Kai Havertz na yeye anatarajiwa kutokuwepo kwa angalau mwezi uliobaki. Mikel Merino naye pia. Hii hali ni ngumu. Lakini hawa wachezaji sijawaona kwa muda mrefu kati ya Arsenal imebaki pale kileleni. Sasa kwa nini sasa hivi ana wasiwasi? Na Arsenal ni timu ambayo ina kikosi kipana. Hata hao wachezaji unawataja mimi nilisahau kumbe wapo. Kabisa. Sasa hii kauli kwamba anasema anaanza kuingiwa na wasiwasi. Wewe unaona kweli ina msingi? Nafikiri ina msingi. Unajua Arsenal katika misimu iliyopita imepitia kipindi kigumu sana kama hiki hasa katika kipindi hiki cha mwezi Februari, Machi hapo inakuwa ni matatizo sana. Kwa hiyo na hii ni timu ambayo sasa hivi inapigania vikombe vinne. Kwa hiyo pressure ni kubwa sana kwa Arteta. Kwa hivyo nimuelewa Arteta kusema kweli akisema hivi. Lakini pia ni muhimu angalie ni karata zake anatupa wapi. Wapi kuna uwezekano wakapata taji. Maana anaweza kuambulia patupu. Anaweza kuambulia, ni rahisi sana, ni rahisi. Haya, wako kileleni na alama 57 wakifuatiwa na City alama 53 na kinyang'anyiro bado ni kikali kwa sababu ni mwanya wa alama 3 tu peke yake. Haya, tutarudi pengine baadaye tugusie kidogo kuhusu La Liga, lakini wacha tusikilize kidogo ripoti ambazo zimekuja kutoka kwa waandishi wetu wa michezo Afrika Mashariki, na tukianzia na Mindi Joseph. Anasema timu 4 za Tanzania, Simba Sports Club, Yanga, Azam FC na Singida Black Stars zimeaga mashindano ya kimataifa ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho baada ya kushindwa hatua ya robo finali. Timu 4 za Tanzania, Simba, Yanga, Azam FC na Singida Black Stars zimeaga michuano ya kimataifa ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho baada ya kushindwa kufuzu hatua ya robo finali na kuacha maswali. Mjadala ni je, nini kimekosekana kwa vilabu hivi vya Tanzania kufika robo finali? Licha ya Yanga kupata ushindi wa goli 3-0 dhidi ya JS Kabylie ya Algeria, haikutosha kuwavusha. Ndoto yao ya kutinga robo finali ilizimwa na matokeo ya sare tasa kati ya Al Ahly na AS FAR Rabat. Kocha mkuu wa Yanga Pedro Goncalves baada ya kuangukia pua. Hatukufuzu katika kundi hilo. Kwa hali tulionayo, najivunia wachezaji wangu. Sio ligi ya mabingwa, lakini tuna mambo mengi ya kushinda. Ligi na mashindano yenye ushindani mkubwa. Kwa upande wa Simba, nahodha Shomari Kapombe anasema hayakuwa malengo yao msimu huu kuishia hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. Tumeteleza katika Champions League, tunatarajia tuweze kufanya vizuri katika ligi ili kurudi tena katika Champions League. Kocha mkuu wa Azam FC Flora Ibenga ameweka wazi kwa msimu ujao hawalengi tena kushiriki tu makundi mbali kuisaka robo finali kwa nguvu zote. Lengo la mwaka huu ilikuwa kuingia katika hatua ya makundi. Mwaka ujao lengo halitakuwa kwenda katika hatua ya makundi mbali kwenda robo finali. Je, nini kimekosekana kwa vilabu vinne vya Tanzania kufika robo finali ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika? Nimezungumza na wachambuzi wa soka Charles Abel na Jacob Mlai. Wanasema matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani kwenye hesabu ya kufuzu hatua ya robo finali kwa soka la Afrika ngazi ya vilabu, uwanja wa nyumbani unahitajika kutumia vizuri. Inadhani ni swala la ubora limechangia, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Simba walianza na ambavyo wamecheza mashindano haya msimu, inatoa picha ya wazi kwamba kikosi chao hakikuwa kizuri.
Baada ya kukwama kimataifa, machi ya wadau sasa yanaelekezwa kwenye michuano ya ndani katika hatua ya 64 bora ya kombe la shirikisho la Tanzania. Simba itashuka dimbani kesho kuivaa Greenland, huku Yanga ikitarajia kuumana na Cosmopolitan Jumatano tarehe 18. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mendi Yusufu. Timu ya Al Hilal Sports Club ya Sudan imefanikiwa kufuzu hatua ya robo fainali ya kombe la CAF Champions League na kuwashukuru Wanyarwanda kwa sapoti yao kubwa katika mashindano hayo mwishoni mwa juma. Christopher Karenzi anaripoti. Mchezo huo ulihudhuriwa na mashabiki wengi, kwani uliunganishwa na mchuano wa ligi kuu ya soka ya Rwanda kati ya APR FC na Kiyovu Sports Club. Pia ulikuwa ni mchuano wa mwisho wa kundi C katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Mashabiki wengi wa Rwanda na wakimbizi wa Sudani wanaoishi hapa Kigali, Rwanda, walishangilia kwa nguvu timu yao. Mchambuzi Ali Nuru anatoa mtazamo wake kuhusu hatua hii ya kundi inayomalizika kwa timu ya Al Hilali Omdurman kutinga hatua ya robo finali. Tulitizama mchezo mzuri wa Al Hilal. Ni timu nzuri. Mashabiki wa APR, Rayon Sport, Kiyovu walikuwa wanamshangilia timu ya Al Hilal. Wana mashabiki wengi wanawaunga mkono nchini Rwanda, wakiwemo wa Sudani na Wanyarwanda wenyewe ambao wanataka kuendelea kutazama ligi ya mabingwa Afrika. Kwa msimamo wa kundi C, Al Hilali wamemaliza wakiongoza kundi lao kwa alama 11. Nafasi ya pili ni Mamelodi Sundowns wakimaliza kwa alama 9, wakati MC Alger ya Algeria wakiwa na alama 7. Saint-Eloi Lupopo kutoka DRC wanaburura mkia na alama 5. Al Hilal Sports Club ni moja ya timu za Sudani zinazoshiriki ligi kuu ya Rwanda kutokana na changamoto za kiusalama zinazoendelea nchini kwao, na imekuwa ikicheza mechi za ligi na kimataifa jijini Kigali. Christopher Karenzi, DW, Kigali. Na tukamilishe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mzunguko wa 6 kutamatika jana Jumapili, ni rasmi timu moja pekee ya DRC imesalia kwenye mashindano hayo. Zuberi Ali na ripoti. Matumaini ya mwisho ya mashabiki wa soka nchini humo imesalia kwenye klabu ya Maniema Union inayoshiriki mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Maniema wamefuzu kutokana na ushindi dhidi ya Nairobi United ya Kenya wa bao 3-0, huku wakiamini kuvuka kiunzi kijacho ili kuandikisha historia. Blaise Mwimba, katibu wa Maniema, ameiambia DW, kwa leo wakongomani wamekuwa wenye furaha kwa sababu Maniema Union imebaki timu pekee yenye kuwakilisha DRC barani Afrika. Tumeenda robo finali na tuna matumaini ya kusonga mbele, kwani kuanzia jopo la makocha, wachezaji, kamati ya uongozi, sote tumeweka mawazo pamoja ili kuweka mbinu za kupata ushindi mechi ijayo ili kuendelea mbele. Na tuendelee mbele. Takriban miaka 4 sasa, vilabu vya Kongo havijaonesha kandanda safi kwenye mashindano ya Afrika licha ya kushiriki mara kwa mara. Vilabu hivyo vinaonyesha kiwango dhaifu kwenye makundi na kushindwa kuvuka hatua muhimu. Aidha, wapenzi wa soka nchini naamini Maniema ndiyo itarudisha taswira. Ramadhan Kahambwe, mchambuzi wa soka, anatathmini hali ya soka ya Kongo. Kongo tupo kwenye kurejesha ule ubora ambao ulizoeleka wa TP Mazembe, SC Vita ambao walikuwa wanafanya vizuri miaka ya nyuma kwenye mashindano ya kimataifa, lakini bado hali ni ngumu. Kitendo cha Maniema Union kuenda hatua ya robo finali, binafsi nilitegemea na matamanio yangu ni kuona inafika nusu finali au finali kabisa, na kama Allah akijalia iweze kuchukua, kwa sababu uwezo inao kabisa. Vilabu vya kaskazini vinaonekana kutawala mashindano hayo, huku Afrika ya Kati na Mashariki vikionekana kuchechemea. Zuber Ali, DW, michezo. Bruce, kuna taarifa ambayo imezungumziwa sana weekend kuhusu kikao cha kamati kuu ya utendaji ya CAF jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambako rais wa CAF Patrice Motsepe aliondoa hofu kuhusu AFCON 2027. Umesikia hizo ripoti jinsi zilivyokwenda, na La Liga huko Rayo Vallecano pia imemtoa mtu katika zile 3 bora Atletico Madrid. Hebu tuambie kidogo kifupi, muda wetu umekwenda sana. Ni kweli mwishoni mwa wiki kumekuwa na hilo gumzo, vipi Afrika Mashariki iko tayari kuandaa AFCON mwaka ujao, na hii wasiwasi imeondolewa na Motsepe ambaye alisema kwamba mechi zitakuwepo, mashindano yataendelea kama ilivyopangwa, isipokuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima viangaliwe.
na ni hoja ambayo ilikuwa ya haki kweli, kwa sababu kuna mambo mengi, miundombinu bado inashughulikiwa, viwanja bado vinajengwa, lakini pia Kenya kutakuwa na uchaguzi katika mwaka huu wa 2027. Kwa hivyo mambo kama haya lazima waandalizi wayashughulikie, lakini kimsingi ni kwamba michezo ya AFCON pamoja 2027 itaendelea. Nchini La Liga Uhispania, watu walishangaa kwamba Diego Simeone na Atletico Madrid waliwapiga Barcelona na kuwaaibisha kabisa katika ile michuano ya Copa del Rey, lakini baada ya kurudi kwenye ligi dhidi ya Rayo Vallecano mambo yakageuka. Jacob, hii inasababishwa na nini? Ni mgando wa misuli ama ni vipi? Atletico Madrid nafikiri ni kama Dortmund ya Ujerumani. Pique nguli wa zamani wa Barcelona alisema kwamba anashangaa Atletico wakikutana na Barcelona wanacheza ni kama finali ya Champions League. Muda wetu umeshakwisha. Asanteni sana Bruce Amani na Jacob Safari kwa muda wenu na mchango wenu muhimu sana. Msikilizaji, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza. DW